Baadaye ndo wakaenda wakapeleka mwili kanisani katika adhimisho la misa takatifu pale Iringa mjini. Pia waumini wakaaga mwili wake, wakamwaga ndugu yao, na jana hiyo ndo mwili uko hapa kama walivyokwisha sema. Wananchi wako kwenye foleni wakiendelea kusema bye bye ndugu yetu. Vita vilivyo vyema wewe umevipiga hapa duniani, na safari ya maisha mengine inaendelea huko. Na Askofu Romanus amezungumza mwanzo pia. Naibu askofu baba Padri Paul Msombe pia amezungumza mwanzoni kwamba maisha yetu hapa duniani, kwa sababu huyu ndugu tulikuwa tukishiriki naye katika ibada mbalimbali, na hapa akabatizwa akafanyia maisha yake hapa. Kwa hiyo leo ni siku ya kumwaga, ni kama kusali naye kwa mara ya mwisho, na kama kuna mahali hakupata wakati wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu asamewe dhambi zake, sisi tunaichukua hiyo dhamana kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili apumzike mahala pema, ama vinginevyo ampokee katika makao huko mbinguni. Msiba mkubwa, wamejitokeza wengi, wazee kwa vijana na wazee wa Iringa. Kuna mila moja ya watu wa Iringa huku ya Wahehe. Nikitazama bwana, tukauliza mbona ninyi mwacheza wakati wengine tumezoea maeneo mengi msiba ni kulia na kugaragara tukimlilia ndugu yetu aliyepotea. Kinambia ndugu yangu anaitwa Nodi Mvamba, akasema hii ni mila yetu sisi Wahehe, tunachokifanya ni kama kuadhimisha na kusherekea maisha ya ndugu yetu, wakati huo huo tukijifuta na huzuni za kumpoteza. Kwa hiyo licha ya kwamba ameondoka duniani, lakini kitu kingine tunachokifanya ni kusherekea maisha yake, kwa sababu hakuishi bure duniani, amefanya mambo makubwa yaliyoacha alama. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu. Akanambia bwana, ile mlioiona ilikuwa sema ni kama mjini tu, lakini ingekuwa kijijini kabisa kwenyewe, mngeshuhudia kijijini kwenyewe, inakuwa ni sherehe kubwa, watu wanashereheka, unawekwa hadi muziki kabisa wa shangwe kubwa. Kwa hiyo akasema watu wasishangae, ni utamaduni wetu sisi, ndivyo tunavyoishi huku. Nikapata kusimuliwa kitu kimoja pia Victoria, na miongoni mwa watu ambao yeye alisema aliyashuhudia malezi na makuzi alivyokuwa analea watu William Lukuvi. Ni mtaje tu, alikuwa ameandika kwenye mitandao ya kijamii, ndugu yetu Adelardus Makwega, kipindi hicho yeye ameajiriwa mwalimu, akaletwa katika wilaya ya Iringa vijijini, na maeneo alikofika ni kwa William Lukuvi. Anasema akakuta kuna walokuja walimu kama 3, na yeye ni Dar es Salaam mwenyewe. Mtoto wa mjini katoka Dar es Salaam kaletwa Iringa kule, anaona mazingira ya Lukuvi, anastuka, sema huyu bwana Dar es Salaam huyu, mwangalieni huyu asija karudi huyu. Kwa hiyo fanyeni kumuhenga hapa. Anasema bwana, huyu inabidi oe ndugu zetu wanajua kupika. Akasema wewe kwa sababu umekuja mgeni sana huku, utapita ofisini kwangu uchukue baisikeli ya usafiri. Kwa Makwega anasimulia kwamba baadaye akauliza mimi nitaipata wapi? Akasema bwana, ofisi yangu iko pale mjini Iringa, kwa hiyo utapita. Akasema alikwenda akachukua baisikeli yake, akiwa anasimulia tu kwamba hiyo ni namna ya vile alivyokuwa anajali hata watu ambao wako katika utumishi, akijua kabisa ndio mazingira yetu kipindi hicho miaka ya 90 hajawa mazuri sana. Kwa hiyo hata watumishi inabidi tuwape mapokezi mazuri ili wajione kama wao ni sehemu ya jamii yetu tunayopaswa kuhudumu pamoja na kujenga taifa kwa pamoja. Na ndicho ambacho watu wa Iringa wamekuja hapa kusherekea pamoja na wenzao. Ndio Mafuru, kwanza unaambiwa hata zamani kidogo, wakati kulikuwa na mgao wa vitu, hasa wakati ule wa vita ya Kagera. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vichache, yani bidhaa zilikuwa ni chache. Kwa hiyo zinapofika katika maeneo ya vijijini, tunaelezwa kwamba zilikuwa zinafika kwenye maduka yaliyokuwa yanaitwa tapa, maduka sijui ya wazazi. Na ilikuwa ni foleni kubwa kupata bidhaa ile. Kwa hiyo kule kijijini walikuwa wanafanyaje, au vijijini walikuwa wanafanyaje ili kuwawezesha wafanyakazi hao wa serikali walioko katika maeneo yale wasione kuna ugumu wa kuishi pale, ili wasije wakaondoka. Kwa hiyo ile foleni walikuwa wanatangulizwa watumishi wa serikali. Utasikia huyu ni